ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa namna moja ya chapu na haraka, kwa ujumla wake tumekamilisha Utatu Mtakatifu katika ofisi tofauti tofauti. Amina. Tumepata juu kuna Baba, tumepata kuna mpatanishi, tumepata kuna nguvu. Halafu chini sasa tumepata kuna watoto. Kwenye watoto andika Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Nitawatangulia kusoma. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Amina. Amina. Kama kwenye familia zingine kunakuwa na wazazi na kunakuwa na watoto. Tofauti ya familia, kanisa kama familia ni hii. Kuna mtu hapa alichagua kuzaliwa na mama aliyezaliwa naye. Mimi namtaka sijifia ndio mama wangu. Kuna mtu alichagua tu, au kuna mtu aliambiwa sasa unaenda duniani, chagua hapa baba yako, au chagua familia, uzaliwe kwenye familia gani? Hatukupata nafasi ya kuchagua. Amina. Tofauti ya familia hii, tofauti ya kanisa ni hii. Tunazaliwa kwa hiari yetu. Amina. Tunazaliwa kwa hiari yetu. Ni Warumi 19 inasema, ukiamini moyoni mwako, amina, sio ukiaminishwa. Ukiamini moyoni mwako na ukakiri kwa kinywa, utafanya nini? Utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo kuzaliwa kwenye hii familia, yaani kanisa, kuna mhitaji mtoto akubali kuwa mtoto, akubali kuzaliwa kwa hiari yake mwenyewe. Ndio maana kwenye Yohana hapa anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Angalia vizuri hapa, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo kuna ile ya msingi ya kuzaliwa kwenye familia hii, yaani kanisa, ni kuamini. Watoto sisi wa familia zetu za kawaida, uamini usiamini, mama yako ndio huyo huyo. Hakuchagua kuzaliwa na huyo mama uliyezaliwa naye. Lakini sisi tunapewa nafasi ya kuhubiriwa, tunapewa nafasi ya kushuhudiwa. Alafu baada ya kuhubiriwa na kushuhudiwa tunachagua kuamini. Na kwa hivyo tukichagua tu kuamini, tunaingizwa moja kwa moja kwenye hii familia kanisa. Tunakuwa watoto wa Mungu. Amina. Hapo sijui hapo naeleweka vizuri. Naeleweka vizuri vile namna mtu anaweza kuwa mtoto wa hii familia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naamini wote ni watoto wa hii familia. Amina. Mpaka dakika tunapozungumza wote sisi ni watoto wa hii familia. Wote tumempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, si ndio? Kwa hiyo wote sisi ni watoto. Kwa hiyo tuwe na hakika tunaye baba, tumemjua baba yetu. Sasa kwenye criteria ya familia tuseme hii siko pale ni family. Hekima ya binadamu haiwezi kutosha kuelezea makuu ya Mungu. Amina. Tuelewe tu kwamba tunaye baba kwa hakika. Mti wa familia yetu unaanza na baba, unafuata na unafuata watoto. Sasa mpatanishi na nguvu vinatendaje kazi kwenye familia yetu? Wewe unaona utendaje na nguvu vinatendaje kazi kwenye hii familia yetu? Tusome Tito sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Nitawatangulia kusoma. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amina, tuko sababu. Nayo ya kufundisha kukataa ubaya
na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa na katika ulimwengu huu wa sasa. Amina. Kwa hiyo hii nguvu hapa tunaangalia kuna masuala ya kiasi. Hayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Amina. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 tunakutana na hizo habari. Maana tunda la Roho Mtakatifu ni upendo, upole, kiasi, ibada, saburi. Haya yote ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kumbe tunaona advantage tulionayo wapendwa wa Kristo tuliozaliwa kwenye familia. Tunayo nguvu. Hii nguvu haitukumbushi tu. Hii nguvu haishi tu kutukumbusha, ila inatuwezesha pia. Hapa anatumia msamiati, anatumia neno anasema nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hapa tunatakiwa wewe ni mtoto wa Mungu. Kama ni mtoto wa Mungu, Roho Mtakatifu anakuwa ndani. Kama ni mtoto wa Mungu, hapa hautakiwi kujibu lolote. Hapa unatakiwa kukaa kimya. Anakupa uwezo wa kukaa kimya. Anakuelekeza hapa kaa kimya. Na anakupa uwezo wa kukaa kimya. Akili yako ya kibinadamu, umesoma shule, unasijua sheria. Kwa mfano umesoma sheria, unaona kabisa hapa naonewa hapa. Mimi hapa naonewa. Naweza nikaongea hapa. Roho Mtakatifu anaona hapa hata ukiongea hakuna matunda yote yataonekana. Anakwambia hapa kaa kimya. Na anakupa uwezo wa kimya. Kukaa kimya muda mwingine sio ngumu. Kukaa kimya muda mwingine ni Roho Mtakatifu anakuongoza kuresponde, anakuongoza kujibu. Kuna kujibu kukaa kimya. Kwa sababu anajua hapa hata ukijibu hakuna impact yoyote itakayoonekana, unapoteza sauti yako tu bure. Kaa kimya. Anatufundisha makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Anatukumbusha kusudi la Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu anafanyika kama dhamiri. Conscience. Dhamiri ni ile inakuwa inasema kila kitu, kila muda inakushuhudia. Tenda wema, acha mabaya. Tenda wema, acha mabaya. Tenda wema, acha mabaya. Kutenda wema, kuacha mabaya sio fundisho lake la Roho Mtakatifu. Anakukumbusha unatakiwa kutenda wema. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Mamlaka ya Kristo, mamlaka ya baba yetu yako ndani mwetu. Yaani kimsingi ni kwamba sisi inatakiwa kufika sehemu. Si anga tu sijue. Anga zinatakiwa sijue mahali hapo kwamba hapa kuna mpendo yuko hapa. Nguvu yetu sisi iko kwenye kuamini. Nguvu yetu sisi iko kwenye nini? Kwenye kuamini na kutamka. Hii nguvu si imetokana kwenye mamlaka. Yale mamlaka yanafanya maneno yetu yawe na nini? Yawe na nguvu. Nikisema pokea uponyaji, mtu apokee uponyaji. Kwenye ulimwengu wa roho hakuna kitu kinaitwa neutral. Hakuna kitu kinaitwa ukatikati. Yaani kwenye roho hakuna ukatikati. Ni au giza au nuru. Kwa hiyo automatically kama hauko kwenye nuru, obvious uko kwenye nini? Kwenye giza. Kwa kile kipindi zile zama tulizokuwa kwenye familia nyingine. Nikisema kwenye familia nyingine namaanisha gizani. Tulipokuwa kwenye familia nyingine, Biblia inatuhesabu kama wafu. Tulikuwa tumekufa. Kama tulikuwa tumekufa, Yesu akaja kwa sababu anamjua Baba, akaja kumfunua yule Baba kwetu. Kwamba jamani, huko mnakoishi ni gizani. Nyinyi sio mayatima, nyinyi mnaye Baba. Na huyu Baba mnachotakiwa ni kumwamini ili afanyike kuwa Baba kwenu na nyinyi mwa watoto wake. Tunasema wote waliomwamini, wote walioliamini jina lake walifanyika kuwa wana. Kwa hiyo tukachagua kumwamini. Unaona mpatanishi ametutoa, kazi ya mpatanishi katutoa kwenye giza, kwenye familia ya giza, katuleta kwenye familia ya mwanga. Na bado anatuhakikishia lolote mtakaloomba kwa jina langu. Kwa hiyo huyu mpatanishi ametuachia kitu kinaitwa jina lake.
Jina lake linatumika kama muhuri. Jina la Yesu linatumika kama muhuri kwenye hii familia. Tukumbuke, tusitoke, tuko kwenye familia. Amina. Kwa hiyo jina la Yesu linatumika kama nini? Kama muhuri. Ukiletewa leo hii barua imeandikwa, unahitajika ofisi ya serikali za mtaa, ili ujue kwamba hii barua kweli imetoka serikali za mtaa. Utaangalia kitu gani? Utaangalia muhuri wa serikali ya mtaa, si ndio? Amina. Kwa hiyo ili kwenye ulimwengu wa roho Mungu atambue kitu unachokizungumza, hata giza linajua hilo jina. Kitu unachokizungumza kina mamlaka, lazima ukistamp, lazima ukigonge muhuri kwa jina la Yesu. Ndio maana tunapoomba tunasema nini? Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pepo toka kwa jina la Yesu. Nini toka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu linatumika kama muhuri. Upendo sio tu amri kwa mpendwa, upendo ni maisha ya mpendwa. Tuhakikishe tunapendana ili tuwafanye wengine walione hii faida. Mtu asijute kuokoka.